Pengine Yanga sasa wana kila sababu ya kujivunia kwamba Pira Science limeanza kuwalipa. Ni aina ya mpira unaofundishwa na kocha Pedro Gonçalves kimahesabu zaidi. Na hilo linatokana na ukweli kwamba katika michezo ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya timu ngumu ya FAR Rabat ya kutoka kule nchini Morocco, Yanga wakapata ushindi wa bao 1-0 kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, bao la Prince Mpumelelo Dube katika dakika ya 58. Mpaka mwisho wa mchezo Yanga wakaondoka na pointi 3 hizo muhimu, na hivyo kuwafanya waanze na mguu mzuri katika kundi lao la B ambalo lina ushindani kweli kweli, maana ndilo kundi lenye Al Ahly ya Misri, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, ikianza vyema pia kwa ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya JS Kabylie, lakini pia wapo hawa FAR Rabat. Sasa ni kwa namna gani Yanga walishinda? Zipo sababu kadhaa. Moja wapo ni namna kocha Pedro Gonçalves alivyoandaa wachezaji wake kifikra kwamba hii mechi piga huwa garagaza lazima washinde, na kushinda kwao lazima wajitume mwanzo mwisho. Kulikuwa na total commitment, tunaweza kusema. Hii ni sababu mojawapo iliyowezesha Yanga kupata ushindi katika mchezo huu, kwa sababu unapocheza dhidi ya timu kama FAR Rabat, kila mchezaji anapaswa kuhakikisha kila mpira wa 50 kwa 50 anaushinda yeye. Hili liliwabeba sana Yanga katika kutekeleza mpango kazi ya kocha Pedro Gonçalves na hatimaye kuwapa furaha wana Yanga. Hii ni sababu mojawapo ambayo tunaweza kuita sababu ya kwanza. Sababu ya pili muhimu sana ni kwamba Yanga kwenye muundo wake wa kiuchezaji ilikuwa superb kulinganisha na FAR Rabat katika dakika zote 90 za mchezo. Na hapa sifa ziende kwa kocha Pedro Gonçalves, sifa ziende kwa wachezaji wake waliotekeleza vyema maelekezo yake. Ndio pira lenyewe la science. Ni kwa sababu Pedro Gonçalves akiwa anamjua vyema kocha Alexandre Santos, kama tulivyozungumza hapo kabla kupitia jukwaa hili, kwamba wanajuana sana. Wote wamezaliwa mwaka 1976, wote ni Wareno, wote wamepitia katika klabu ya Sporting Lisbon pale nchini Ureno, wote wamefundisha timu za vijana za Sporting Lisbon, mmoja akifundisha Petro Atletico, mwingine akifundisha timu ya taifa ya Angola ambaye ni Pedro Gonçalves. Lakini baada ya hapo ndipo Alexandre Santos akaenda satisfaction kabla ya kutua FAR Rabat alionayo mpaka sasa. Lakini Pedro Gonçalves ametua Yanga hivi karibuni. Sasa walipokutana wawili hao, maana yake kulikuwa na ushindani wa kimbinu. Kwenye mbinu hizi ndipo Pedro Gonçalves akaibuka kidedea, akadhihirisha Pira Science, kwa sababu ni science tu ndio inayotembea kabla ya mchezo na wakati wa mchezo, kuona namna gani kimbinu unamshinda mpinzani wako. Ni kwa sababu gani? Anafahamu FAR Rabat cheza yao mara nyingi baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo walio ukabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini yeye akaingia na mfumo baada ya golikipa akawa na walinzi 4, akawa na viungo 4, akawa na washambuliaji 2 lakini waliosimama wima mmoja. Na ilikuwa vipi? Ni namna hii. Baada ya golikipa Djigui Diarra akawa na beki Isra Patrick Mwenda, akawa na Mohamed Hussein Shabalala, katikati kulikuwa na Ibra Baka pamoja na Dickson Job kama mabeki wakati. Lakini kwenye viungo alikuwa na Djuka Buya, alikuwa na Mudathir Abbas, lakini pembeni alikuwa na Peodo Pacome Zouzoua, akawa na Celestin Ekwa. Lakini hapa alikuwa na Pacome, hapa Shabalala, Mohamed Hussein Shabalala, hapa Djuka Buya, hapa Mudathir. Lakini mbele yao sasa kwenye washambuliaji 2 pale juu kulikuwa na Maxi Mpia Nzengeli, alikuwa anaonekana kwenye makaratasi, halafu kuna Prince Mpumelelo Dube. Hivi ndivyo ilivyo. Na alifanya hivi kwa sababu gani? Ni kwa sababu alitaka kwamba muda wote wanapokuwa wanakwenda kushambulia, basi wasiwe katika hatari ya kuwahiwa kwa mipira ya counter, mipira ya kujibu, kwa kuwa na idadi ya wachezaji wachache kwenye eneo lake. Kwa sababu hiyo mpangilio huu ulikuwa unatoa fursa sasa kwa Maxi Mpia Nzengeli kuja kuungana na hawa viungo kina Mudathir Abbas, kina Djuka Buya, kuhakikisha wanaungana na mabeki wao wakati muda wote wawe salama. Lakini average position, nafasi kwa wastani dhidi ya FAR Rabat ambao wao katika mfumo huu walianza na golikipa Ahmed Reda Tagnut kama ilivyozoeleka, lakini mbele walikuwa na Yusuf El Fali, miongoni mwa viungo kulikuwa na Urkan, Khalid Urkan, kulikuwepo na Ahmed Mahmoudan, kulikuwepo na Reda Slim, viungo walikuwepo Zinedine Derag, alikuwepo Mohamed Rabbi Herimat nahodha na kadhalika. Sasa kwenye kucheza wastani wa wachezaji wake uwanjani, kocha Pedro Gonçalves ndio ilikuwa kete nyingine ya ushindi katika mechi hii. Ni kwa sababu ulikuwa unamwona huyu Prince Mpumelelo Dube kama mshambuliaji kinara hapa, lakini kwenye kucheza akawa kwa wastani anakuja hapa
Yes, kuelekea lango la FAR Rabat. Kwa hiyo Dube alikuwa anakuja maeneo haya. Halafu achezi mbali. Peode Pacome Zouzoua alikuwa anaonekana hapa kama winga wa kushoto. Kwenye kucheza kwa wastani alikuwa anakuja hapa. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ninaposema average position namaanisha nafasi kwa wastani uwanjani katika muda wote wa dakika 90, kwa sababu walikuwa wanabadilika. Wakati mwingine Pacome unamuona kulia, unamuona kushoto, unamuona na drop deep kupita katikati ya mstari wa uwanja kuja kwenye eneo lao kusaidia kuzuia, lakini nazungumzia wastani wa nafasi uwanjani ilikuwa vipi. Kwa hiyo Pacome alikuwa anapatikana hapa. Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, yeye kwa wastani alikuwa anakuja hapa karibu na maeneo katikati mwa mstari wa uwanja. Lakini Maxim Pienzengeli, yeye kwa wastani alikuwa anapatikana katika maeneo haya kuelekea kwenye nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwenye eneo la FAR Rabat. Lakini huyu hapa Celestin Ekwa ambaye ni winga wa kulia katika mfumo ule unaonekana 4-4-2, kwa wastani yeye alikuwa anakwenda kusimama eneo hili hapa. Pap. Halafu Mudathir Abbas ambaye alikuwa anaonekana yupo hapa miongoni mwa viungo wawili pale kati na Djuka Abuya kwenye kucheza, alikuwa kama namba 10 fulani mwenye jukumu maalumu ambao tutalielezea hapa, Mudathir Abbas. Halafu mwingine ni Djuka Abuya. Djuka Abuya sasa yeye kwa wastani alikuwa anakuja katikati ya mstari wa uwanja. Mwingine tunazungumzia sasa Izra Patrick Mwenda. Yeye kwa wastani naye alikuwa anakuja katikati ya mstari wa uwanja kuja kutengeneza usalama eneo la kati la Yanga. Unaona hapa mabeki wa pembeni wote kwa maana Izra na Mohamed Hussein Shabalala walikuwa eneo la kati, lakini wakiungana na kiungo Djuka Abuya kwa wastani alikuwa katikati hapa kuhakikisha wanatunza usalama kufikiwa kwa mabeki wao wakati na kipa wao. Mabeki wa kati tunamaanisha sasa Dickson Job kwa wastani alikuwa anakuja eneo ambalo kwenye mpangilio kwenye makaratasi alikuwa anaonekana Mudathir Abbas kama kiungo ukabaji kwenye makaratasi kwenye kikosi kilivyopangwa, lakini ndipo Dickson Job kwa wastani alikuwa anapatikana hapa. Kama ilivyo kwa Ibra Baka, naye kwa wastani alikuwa anapatikana hapa. Walikuwa kuna kama wamepishana kidogo, mmoja kwa juu mmoja kidogo. Kwa umbile hili baada yake ni nini sasa? Yanga wakawa muda mwingi wana uhakika wa kuwa na watu 1 2 3 4 5 wao katika nusu ya pili ya uwanja kwenye eneo la FAR Rabat. Lakini wakati huo kuna watu watatu hapo katikati ya uwanja, kiasi ya kwamba hata panapotokea shambulizi la kushtukiza bado wana uhakika kuendelea kwa salama, kwa kuwa kuna hawa watatu wanaungana mabeki wao wakati kuwafanya sasa akina Yusuf El Fahli, akina Hamudan, akina Reda Slim wasiwe na madhara kuelekea katika lango lao. Kwa mtindo huu, kete hii ya muundo wa kikosi structure katika kucheza kwa wastani dakika zote 90 kulifanya Yanga iwe juu mno dhidi ya FAR Rabat na kuifanya Yanga iwe na utawala kwa kiasi kikubwa katika mchezo ambao mwisho wa siku wakapata ushindi waliostahili. Kwa hiyo muundo wa kikosi muundo ulikuwa ni sababu ya pili. Nadhani imeeleweka vizuri. Sababu ya tatu ni juu ya utekelezaji wa majukumu kwa kila mchezaji na kisha wachezaji wao wametekeleza kwa kiasi gani. Ni kwamba mchezo kama huu unahitaji sio tu muundo wa timu kama hivi na mipango ya kocha, bali pia wachezaji mmoja mmoja kuwa katika kiwango cha ubora na hasa kutekeleza mipango kazi waliopewa na mwalimu wao. Hapa tunazungumzia Pedro Gonçalves. Sitagusa wachezaji wote, lakini kwa haraka, Djigui Diarra kila palipohitajika alikuwa anacheza kama spare man katika kuzuia. Anatoka katika eneo lake wakati mwingine, wakati Ibra Baka, wakati Dickson Job wanapoonekana kuwa wamepitwa na mpira ambao wachezaji wa FAR Rabat akina Yusuf El Fahli wanaelekea kwa golikipa Djigui Diarra, akina Reda Slim alikuwa anawahi kuchomoka na kwenda kutekeleza jukumu kama mchezaji wa ndani na sio kipa, kwa sababu alikuwa anatoka kwenye eneo lake la 18 na hivyo kutekeleza vema wajibu wake kama shot stopper, kuzuia mashuti yasiingie wavuni, lakini wakati huo kama mchezaji wa ndani kama beki, ingawa ni golikipa. Djigui Diarra mzuri sana kucheza mpira kwa miguu, tunasema footwork, na alifanya vyema katika mchezo huu. Matokeo yake FAR Rabat dakika 90 walijikuta wapata nafasi ya kupiga mashuti 5 tu, moja likilenga shabaha katika dakika ya 58, wakati Yanga wamepiga mashuti 15, 9 yamelenga shabaha na kumfanya golikipa Reda Ahmed Tagnut kuwa miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana, kuwa mchezaji bora katika baadhi ya vyanzo kutokana na namna alivyocheza save nyingi zilizotokanazo na mashuti ya Yanga. Lakini mabeki wa pembeni walitekeleza vyema sana jukumu lao la kuwa wanashatu katika maeneo ya pembeni, kupanda na kushuka pale palipostahili, kwa wastani wakicheza katika maeneo kama natoka kueleza. Lakini muunganiko eneo la kati ulifanya vizuri sana. Djuka Abuya wote performance alivuja nishati sana katika kuhakikisha anaunganisha maeneo mawili kwenye eneo la ushambuliaji na eneo la kuzuia,
akinyumbulika kadri inavyowezekana, box to box. Lakini kubwa zaidi, kuna Mudathir Abbas hapa katika kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Wachezaji kutekeleza majukumu, tunasema wajibu kwa ufanisi. Hii ndio pointi inayozungumzia hapa. Mudathir Abbas, kwa taarifa ni kwamba hakuwa fit kwa 100%, lakini mechi ilimhitaji sana, na mwenyewe alisema hivyo. Sio tu benchi la ufundi, bali hata rais wake Injinia Said ni miongoni mwa waliomshawishi kwamba licha kwamba anaumwa afuate maelekezo ya kocha kwa kutekeleza majukumu aliyopewa. Kumbe alikuwa na majukumu muhimu sana. Mojawapo ilikuwa kitendo cha kukaa hapa. Wajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu eneo hili kwa wastani alikuwa akipatikana Mohamed Rabi Herimat, mchezaji nyota wa FAR Rabat, ambaye kabla ya mchezo huu inafahamika yeye ndio pasi master wa FAR Rabat katika ligi kuu ya Morocco. Mechi 8 alizocheza, yeye ndio mchezaji anayeongoza kutoa pasi zaidi katika msimu huu, akitoa pasi 493 zikifika pasi 444. Pasi wanamtegemea yeye, ndiye mchezesha timu. Lakini huyu Herimat ndio anemtegemea katika kufunga mabao. Amefunga mabao 5, lakini pia ndiye mtoa pasi. Ametoa pasi 1 saidizi ya bao. Amechangia mabao 6 kati ya mabao 14 ambayo FAR Rabat wamefunga katika ligi kuu ya Morocco. Yeye ndo anaongoza kupora mipira. Amepoka mipira mara 71 katika mechi 8 kwenye ligi kuu yao ya Morocco. Ukimshika yeye, tayari umeiathiri timu ya FAR Rabat kwa kiasi kikubwa katika eneo lao la kucheza, kwa sababu yeye ndio kila kitu. Kwenye kuzuia yumo, kwenye kushambulia yumo. Ndiye anaongoza kufunga mabao, ingawa ni kiungo ukabaji. Ndiye nahodha. Sasa mchezaji huyu bora katika michuano ya CHAN hivi karibuni iliyoandaliwa Tanzania, Kenya na Uganda, wakati Morocco ikitoa ubingwa, ndani ya dakika 90 huyu Mohamed Rabi Herimat alijikuta ameshindwa kabisa kuonyesha yale makali yake. Mudathir Abbas, achana na assist aliyoitoa, bonge la pasi kwenda kwa Dube alifunga bao ifanye Yanga ipate ushindi katika mechi hii, lakini ni yeye Mudathir Abbas alikuwa na jukumu la kuhakikisha Mohamed Rabi Herimat atembei, yale makali yake yakosekane katika muda wote akiwa uwanjani. Mpaka anatoka katika dakika 66 Herimat hakuwa na makali yoyote. Hata alipoingia Lassine Kouma, naye hakucheza mbali katika eneo hili na kumfanya Herimat awe si lolote katika dakika 90 za mchezo, jambo ambalo lilichangia sana kuwafanya FAR Rabat wasiwe na makali yale yaliyotazamiwa. Wajua kwa sababu gani? Ndani ya dakika 90 matokeo yake ni nini? Mohamed Herimat hatari sana, akajikuta amegusa mipira, touches, amegusa mipira mara 59, pass akitoa 45 zilizofika zikiwa pasi 41. Nikuchekesha ndugu mtazamaji wa channel hii, ni kwamba katika pasi hizi 41 Herimat alijikuta kwenye eneo la Yanga, pasi zilizovuka mstari wakati wa uwanja kwenda eneo la Yanga zilikuwa pasi 13 tu, na katika hizo zilifika pasi 10. Kwa lugha nyingine, katika pasi zote alizopiga mechi nzima, pasi 45, pasi zilizofika kwenye eneo la Yanga zilikuwa 22% tu kati ya pasi zote, kwa sababu ni pasi 10 kati ya 45 ndizo zilizofika zikiwa katika eneo la Yanga. Kwa ujumla kwenye eneo la Yanga pasi 13, ambao ni around 29%, lakini zilizofika ni pasi 10 tu. Sasa hii ni athari kubwa, kwa sababu yeye ndiye pasi master wa timu, ndiye mtoaji pasi mkuu katika kuleta madhara, kuwapigia viungo wa washambuliaji, na yeye mwenyewe akiwa anaenda katika eneo la mwisho. Matokeo yake dakika 90 Herimat ambaye katika ligi kuu ya Morocco mechi 8 amepiga mashuti 7, 5 yalenga shabaha, akafunga mabao 5, yani yote yalenga shabaha akafunga, alafu akatoa assist 1 kwenye mechi hii. Dakika 90 Herimat mashuti hakupiga shuti lolote ndani ya dakika 90 lilolenga lango wala kutoka nje, lakini pia alilazimika kupoteza mpira mara 8, huku ball recoveries, kupora mipira akipora mara 6 tu katika dakika 90, wastani wa kupora mpira mmoja kila baada ya dakika 15. Ni kwa sababu hilo pia ni ajabu kwake, kwa sababu katika mechi 8 ligi kuu ya Morocco amepora mipira mara 71, lakini kwenye mechi hii moja ndani ya dakika 90 kapora mara 6 tu. Sio kwamba alipenda, ni kwa sababu hakupata huo mwanya. Akiwa chini ya uangalizi wa Mudathir Abbas aliyestiki kwake, akiwa wakati huo Mudathir Abbas akamteleza, akaenda kutoa pasi iliyoenda kutengeneza bao. Kwa Mudathir Abbas mpaka anatoka, licha ya kutoa kwake assist, lakini alifanya kazi kubwa mno ya kumzima Herimat, jambo ambalo lilirahisisha kumalizia dakika zilizobaki wakati ameingia Lassine Kouma, kufanya Herimat asiwe na madhara katika mechi hii. Na sio yeye tu, mwenzake sasa Zinedine Derag ambaye ni namba 2 katika utoaji wa pasi,
naye alipotea. Na uthibitisho juu ya Yanga namna walivyocheza vizuri katika kudhibiti hatari zitokanazo na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja wa FAR Rabat ni kwamba wale wachezaji wao wa kiungo cha ushambuliaji na mshambuliaji kinara na mmoja kiungo ukabaji alikuwa akicheza na Rimat, wote walilazimika kutolewa kumaliza dakika 90. Hapa nazungumziana na nani? Hapa nazungumzia alianza kama mshambuliaji kinara ambaye ni Yusuf El Fahli, hakumaliza mchezo, alikuja kutoka. Yusuf El Fahli, mchezaji ambaye katika ligi kuu ya Morocco ana mabao 4, ana assist moja, kichangia mabao 5. Yeye na Rimat wamechangia mabao 11 sawa na 79% ya mabao yote ya FAR Rabat, lakini alichemsha akatolewa. Mwingine aliyetolewa alikuwa ni pamoja na Reda Slim. Huyu alitolewa dakika 46 tu. Reda Slim katika mfumo wa 4-2-3-1, wale viungo watatu wa ushambuliaji, kulia ndo alikuwa anapatikana Reda Slim, mgongoni nambari 10 alitolewa. Huyu El Fahli mgongoni namba 7, alianza kama mshambuliaji kinara, alitolewa. Alipotoka kaingia Hamza Kaba, akakatwa makali, hakuwa na athari zozote. Yote ni kutokana na namna Yanga walivyocheza vizuri sana. Lakini mwingine aliyetolewa ni pamoja na Khalid Orkan. Yeye katika wale viungo watatu wa ushambuliaji anatokea katikati nyuma ya mshambuliaji kinara, alikuja kutolewa, hakuwa na madhara. Mwingine aliyetolewa alikuwa ni Hamudani. Hamudani yeye katika wale watatu alikuwa anatokea upande wa kushoto kama winga wa kushoto, naye alichemsha, alitolewa. Watatu hao wote wakatoka pamoja na mshambuliaji kinara. Haitoshi, akatoka Zinedine Derag ambaye ni pacha Mohamed Rabi Hirimat eneo la kati. Kwa hiyo unajikuta watano pale, wanne viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara na kiungo mmoja wa ukabaji, wote walitoka na kubadilishwa. Yote ni kwa sababu ya namna Yanga walivyocheza vyema kutekeleza majukumu yao. Hapa nilikuwa naelezea juu ya wajibu wa wachezaji katika kutekeleza kwa ufanisi na kuipa timu ushindi. Jambo la 4 kubwa katika mchezo huu ni namna Yanga walivyocheza kisayansi zaidi, kwamba mpira uchezwe wapi, kuleta athari zipi na pasi zipigweje. Mambo matatu yote haya yanaenda kwenye jambo moja tu ya namna Yanga kimkakati walivyocheza kimkakati katika kuhakikisha wanafanya yale ya muhimu tu na sio vinginevyo. Hapa nitalifafanua zaidi. Kucheza kimkakati, mkakati ulikubali haswa wa kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake. Ni kwamba katika mechi hii umiliki wa mpira haukutofautiana sana. Dakika 90 za mchezo Yanga walimiliki mpira kwa 51%. Wageni FAR Rabat walimiliki mpira kwa 49%. Possession ilikuwa hivi 49-51. Na hii tukana na ukweli kwamba Yanga mechi nzima walipiga pasi 369, zilizofika pasi 288. Wakati FAR Rabat walipiga pasi 264, zilizofika ni pasi 283. Unaweza kaona ni kwamba was like uneven kwenye umiliki wa mpira, wanafanana. Lakini nani alikuwa pasi zake zenye madhara? FAR Rabat walilazimika kucheza pasi nyingi kwenye eneo lao hazina madhara, lakini pia pasi za kwenda kushoto, kulia na nyuma kwa golikipa wao Reda Ahmed Tagnut, jambo ambalo mwisho wa siku lilifanya Yanga pasi zao za kimkakati ziwalipe. Kwa sababu katika dakika 90 za mchezo eneo la Yanga, unajua ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, uwanjani huwa kuna theluthi 3, tunasema 3/3. Kuna theluthi ya kwanza ambayo ndio timu inayozuia, kwa mfano tunazungumzia Yanga kwa mfano hapa, afu tunazungumzia kati ya hizi theluthi 3 hizi. Huku ndio kwa FAR Rabat, huku ndio kwa Yanga, hapa ni katikati. Hizi ndo theluthi zenyewe, 3/3. Sasa kwenye kucheza kwao dakika zote 90, Yanga walivyokuwa smart katika kucheza ni kwamba kwenye eneo lao walihakikisha mpira uchezwe sana, ulichezwa kwa 24% tu. Lakini eneo la FAR Rabat mpira ulichezwa kwa 35%. Halafu katikati ulichezwa kwa 41%. Hii sio bahati mbaya, ulikuwa ni mpango mkakati wa Pedro Gonçalves kuhakikisha mpira uchezwe sana kwenye eneo lake ili kuongeza nasibu ya fursa za kufanya majaribio ya kufunga katika eneo la FAR Rabat. Matokeo yake ni nini? Eneo la kati ndio ulichezwa sana kwa 6% zaidi ya eneo la FAR Rabat. Sasa matokeo yake ikawa nini? Pamoja na umiliki wa mpira kuonekana umefanana kwenye mashuti, sasa ndipo hapa uthibitisho unakuja juu ya hilo pira science. Shots, Yanga mechi nzima wakapiga mashuti 15, kati ya haya 9 on target, wakati FAR Rabat wapiga mashuti 5. Lilo lenga lango ni shuti moja alopiga Hamudani katika dakika 58, dakika ambayo pia
ndio Yanga walipiga shuti wakapata bao lilopigwa na Prince Mpumelelo Dube. Huu ni uthibitisho wa pira science kwamba unamkamata mpinzani wako, anajiona mko sawa katika umiliki wa mpira, lakini mwisho wa siku unakuwa katika maeneo muhimu, halafu wachezaji wako wakitekeleza mpango kazi vizuri, ndio mwisho wa siku unapata matokeo. Umiliki wa mpira haukuwanufaisha chochote Farabat, badala yake Yanga ndio wanufaisha zaidi. Yanga wakacheza kikubwa, pira science likawalipa, wakapata ushindi wa bao 1-0. Nimejaribu kugusia small details za sababu Yanga kushinda. Ya nyongeza ni pamoja na ukweli kwamba mashabiki waliokuwa uwanjani New Amani Complex walishangilia Yanga mwanzo mwisho, ni jambo la muhimu sana, na hili mashabiki hawapaswi kuacha. Wao kama wachezaji wa 12 kwa timu zetu wanapaswa kutekeleza wajibu huu. Yanga walicheza vizuri sana, wakapata walichostahili, na wakiendelea kwa mwendo huu huenda wakafika mbali zaidi. Na jambo la msingi ambalo bila shaka kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake watapaswa kulifanyia kazi ni juu ya kutumia nafasi wanazotengeneza. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.